Saudi Arabia inatayarisha operesheni za kijeshi huku Wahouthi wakianzisha tena mashambulizi katika maeneo ya usafirishaji wa meli. Taarifa hizo zinafuatia kuporomoka kwa hali ya utulivu iliyokuwa imetanda katika mpaka wa Saudi Arabia na Yemen. Ripoti kwamba Saudia inaweza kuandaa operesheni ya kijeshi dhidi ya Wahouthi wa Yemen imefufua hofu kwamba Riyadh inaweza kurudishwa katika vita vya moja kwa moja vya ardhini. Lakini ushahidi wa sasa unaonyesha upangaji wa dharura na upangaji wa nguvu, sio uvamizi uliothibitishwa na Saudi Arabia. Ripoti kutoka katika umma imeelezea harakati za wanajeshi wa Saudia mashariki mwa Yemen, majadiliano juu ya uwezekano wa operesheni ndani ya uelekeo katika mkoa wa kati wa Al-Baida na juhudi za kuunda muungano wa kimataifa wa baharini. Hata hivyo, Saudi Arabia inataka kuanzisha operesheni za ardhini dhidi ya wapiganaji wa Kihouthi na haijatangaza hadharani mashambulizi hayo, na vuguvugu linaloripotiwa halijathibitisha kwamba amri ya mwisho ya kisiasa au kiutendaji imetolewa. Uvumi huo unafuatia kuporomoka kwa hali utulivu iliyokuwa imetanda katika mipaka ya Saudia pamoja na Sanaa. Mnamo tarehe 20 Julai, wapiganaji wa Kihouthi walitangaza vikwazo vya baharini dhidi ya Saudi Arabia, na siku chache baadaye walidai mashambulizi dhidi ya meli za mafuta za Saudi na miundombinu ya nishati. Uwezo wa Wahouthi wa kutishia meli karibu na Bab al-Mandeb, miongoni mwa milango ya bahari katika Mashariki ya Kati, unaweka Saudi Arabia kwenye shinikizo katika nchi zote mbili za rasi ya Arabia. Maafisa wa Saudia wamejibu mashambulizi ya anga dhidi ya walengwa wa Kihouthi na kuanzishwa kwa muungano wa mataifa 14 ya ulinzi wa baharini unaohusisha nchi zikiwemo Misri, Pakistan, Jordan, Bahrain, Yemen na Uturuki. Bado kampeni mpya ya Saudia haitafanana na uingiliaji kati ulioanzishwa mnamo mwaka 2015. Cyril Widashoven, mshauri mkuu wa Blue Water Strategy, aliambia The Media Line kwamba hadi Agosti 2 mwaka 2026 hakukuwa na ushahidi kamili kwamba vikosi vya kawaida vya Saudia tayari vimeingia Yemen inayodhibitiwa na Wahouthi kwa idadi kubwa au kuanzisha uvamizi mkubwa wa ardhini. Alisema kuwa viashiria vinavyozidi kuaminika vya maandalizi ya Riyadh ya chaguzi za kijeshi vinaweza kujumuisha uwezekano wa kampeni ndogo ya ardhini ambayo pengine itaongozwa na vikosi vya Yemen vinavyopambana na Wahouthi kwa usaidizi wa anga, ujasusi, vifaa na kamandi ya Saudi Arabia. Tofauti kuu ni kati ya uvamizi wa Saudia na uvamizi unaofanywa na vikosi vya Yemen kwa msaada wa Saudia. Wachambuzi wanasema Riyadh inaonekana kuwa na hamu ndogo ya kutuma vikosi vikubwa vya silaha kaskazini mwa Yemen, ambapo jiografia, kupanua safu za usambazaji na uzoefu wa Wahouthi katika vita visivyokuwa vya kawaida ungeweka vikosi vya Saudia kwenye hasara kubwa. Saudi Arabia inaweza kuchangia nguvu za anga, vifaa pamoja na vikosi maalum. Badala yake, operesheni yoyote inaweza kutegemea vitengo vinavyounganishwa na baraza la uongozi la rais linalotambuliwa kimataifa la Yemen, haswa vikosi vilivyo karibu na Maribu, Hadramaut na mpaka wa Saudi Arabia. Inaweza kuchangia nguvu za anga, kijasusi, mizinga, uwezo wa uhandisi, ulinzi wa anga, vifaa na usaidizi wa amri. Hautakuwa uvamizi wa Saudia unaofanana na uingiliaji kati wa mwaka 2015. Widashoven anasema inawezekana zaidi itakuwa ni uvamizi wa Yemen unaowezeshwa na Saudi, ikiwezekana kuungwa mkono na idadi ndogo ya wafanyakazi wa Saudi Arabia katika kamandi, ujasusi, ufundi, ulinzi wa anga, uhandisi na majukumu ya vikosi maalum. Hata hivyo, inawezekana operesheni kupitia Bab al-Baida inaweza kuweka shinikizo kwa eneo linalodhibitiwa na Wahouthi kutoka Yemen ya kati na uwezekano wa kuunganisha maeneo yanayoshikiliwa na serikali mashariki na kusini na njia zinazoelekea Sanaa. Kulingana na tathmini, kampeni ya mhimili mkuu inaweza kujaribu kushinikiza Wahouthi kupitia al-Baida na hivyo kuunganisha maeneo ya kupambana na Wahouthi kusini mashariki mwa Yemen na mbinu za Sanaa. Kwa kweli, al-Baida ina thamani ya kimkakati kwa sababu iko katikati ya mikoa kadhaa mikuu ya Yemen na inaweza kutishia njia za mawasiliano za ndani za Wahouthi, alielezea, akiongeza kuwa operesheni itakuwa operesheni ngumu kutokana na eneo lake la milimani, ugumu wa makabila na barabara nyembamba, zote zikiwapendelea watetezi, anasema Widashoven. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.